Uteuzi wa majaji kutoka nje ya nchi, ambapo majaji wawili waliteuliwa kuweza kujiunga katika tume ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kwenda kuchunguza matukio ya uvunjifu wa matukio ya jinai yaliyotokea mnamo tarehe 29 mwaka 2025 mwezi Oktoba, ambapo majaji kutoka Uganda na nchini Namibia waliteuliwa katika kuweza kujiunga na tume hiyo. Sasa uteuzi wa naibu jaji mkuu na jaji kiongozi wa mahakama nchini Namibia, Petrus Damasebu, kuwa mjumbe katika tume ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia za Oktoba 25 umeibua mjadala ndani na nje ya nchi. Pamoja na Damasebu katika tume hiyo, pia ameteuliwa jaji wa mahakama ya rufani kutoka nchini Uganda, Chebullion Balishika, kuwa ni sehemu ya makamishna 6 watakaoongoza tume ya kuweza kuchunguza wahusika wa matukio hayo kwa miezi 5. Wajumbe wengine wa tume hiyo kutoka nchini Tanzania ni Jaji Shabani Ilila ambaye ni mwenyekiti, Jaji Gadi Mjemas na Jaji Awadhi Bawaziri na Jaji Ashley Sumali, wote wakiwa ni majaji wastaafu katika mahakama zetu hapa nchini Tanzania. Mjadala kuhusu uteuzi huo umechochewa na vyama viwili vya upinzani vya upinzani nchini Namibia, ambapo ni Affirmative Repositioning AR na Redress People Movement RPM vinavyosema kuwa uteuzi wa naibu jaji mkuu na jaji kiongozi wa mahakama nchini Namibia, Petrus Damasebu, unaweza kuathiri taswira ya uhuru wa mahakama nchini humo. Yaani inamaanisha kwamba unaweza kuathiri uhuru wa mahakama nchini Namibia. Ukiacha vyama hivyo vya upinzani vya Namibia vinavyopinga uteuzi wa jaji Damasebu, baadhi ya wanasiasa wa upinzani nchini nao wameungana na vyama hivyo kuweza kukosoa uteuzi wa majaji au kutoka nje. Alipoulizwa kuhusu kauli hizo, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema kwamba rais ameteua wajumbe watakaounda tume kutokana na sifa zao na jukumu analotaka walitekeleze. Amesema kwamba tume itajiwekea utaratibu wa namna ya kuweza kutekeleza majukumu yake kulingana na adidu za rejea na si kulingana na mifumo ya mahakama wanaotoka. Ameweza kusema hivyo Gerson Msigwa. Pia amesisitiza kuwa tume hiyo itafanya kazi kwa misingi ya sheria za Tanzania. Sasa hapo ndipo shida inapokuja kuanzia, kwamba sasa hapo imeshaanza kuonekana kwamba tume yenyewe imeshaanza kuwekewa limit kwamba inafanya kazi kulingana na sheria za nchi. Sheria za nchi tunaona zilivyo, na tuweza kuona kwamba ni viongozi wangapi hawafuati sheria za nchi, hawafuati katiba ya nchi, alafu mnatuambia kwamba tume itafanya kazi kulingana na sheria za nchi. Sheria zipi hapa nchini zinazotumika? Lakini Agosti 7 mwaka 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua tume hiyo ambayo inajulikana kama Tume ya Rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Akizungumza katika uzinduzi huo, Rais Samia Suluhu Hassan alifafanua kuwa wamewashirikisha majaji kutoka nchi nyingine ili kuweza kuingia ndani zaidi katika uchunguzi huo na kubaini waliohusika moja kwa moja katika matukio hayo yaliyosababisha vifo vya watu 518 kwa mujibu wa tume ya Jaji Chande. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kuweza kupata muono mpana, na kwamba tume inakwenda kuingia kwa undani zaidi kuweza kutafuta nani hasa walichochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Sasa tumeona tushirikishe wenzetu. Mmoja ni kutoka Afrika Mashariki,
na mwingine ni kutoka nchi za SADC, yani Jumuiya ya Madola Kusini mwa Afrika. Na washukuru sana marais Yoweri Museveni na Netumbo Nandi-Ndaitwah wa Namibia na kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Tunashukuru sana. Hayo ni maneno aliweza kuyasema Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini upinzani wa Namibia walikosoa vipi? Mara tu baada ya tume hiyo kuapishwa, taarifa mbalimbali za vyama tofauti zimesambaa mitandaoni, moja ikiwa ni imetolewa mnamo Agosti 5 na nyingine ikiwa imetolewa mnamo Agosti 6 mwaka huu kutoka kwa Windhoek huko Namibia, vikieleza kuwa wasiwasi wao ni kuhusu mazingira ya uteuzi huo na namna vilivyofanyika katika serikali ya Tanzania na Namibia. Vyama hivyo vimedai kuwa ombi la kushirikishwa kwa jaji kutoka Namibia katika tume ya Tanzania ilitokana na mawasiliano yaliyofanywa baada ya ziara ya Rais Samia baada ya ziara ya rais wa Namibia Netumbo Nandi nchini Tanzania mwezi Juni. Sasa hapo nadhani mmeweza kusikia kwamba baada ya rais wa Namibia Netumbo kuweza kufanya ziara yake nchini Tanzania, ndipo makubaliano hayo yaliweza kuingiwa ya kuweza kumteua jaji ambaye atakuja kujiunga na tume hiyo. Lakini kwa mujibu wa taarifa za ofisi ya mahakama ya Namibia zilizonukuliwa na vyama hivyo, serikali ya Tanzania iliomba jaji anayehudumu au aliyestaafu katika mahakama kuu ya Namibia kuweza kushiriki katika tume hiyo. Taarifa hizo zinaeleza kuwa uteuzi wa Damasebu ulifanywa na jaji mkuu Peter Shivute na kuidhinishwa na tume ya huduma za mahakama ya Namibia maarufu kama Judicial Service Commission. EYARA imesema kuwa hatua hiyo iweza kuibua maswali kuhusu mgawanyo wa madaraka katika mihimili ya dola, ikidai kuwa mawasiliano yalipaswa kufanyika kupitia taasisi za mahakama badala ya serikali. Katika taarifa yake, EYARA imekwenda mbali kwa kumtaka Damasebu kuachana na uteuzi huo kwa hiari ili kuweza kulinda hadhi ya mahakama ya Namibia. Chama hicho pia kimetaka tume ya huduma za mahakama ya Namibia kuweza kutoa maelezo ya kina kuhusu msingi wa kisheria uliotumika kuweza kuidhinishwa kwa uteuzi huo. Lakini kwa upande mwingine, chama cha LPM nayo imeelezwa kuwa ilitarajia serikali ya Namibia kuweza kutumia mazungumzo yake na Tanzania kujadili masuala mapana zaidi ya kisiasa na haki za binadamu. Chama hicho kimeweza kugusia pia kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, ikisema kwamba swala hilo lilipaswa kuwa ni sehemu ya mazungumzo ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Aidha, vyama hivyo vimeeleza kuwa mshikamano wao na wanaharakati pamoja na makundi ya vijana wanaodai mageuzi ya kisiasa nchini Tanzania umekuwa ni wa kimaendeleo. Hata hivyo, madai hayo yanawakilisha mitazamo ya vyama hivyo na hajathibitishwa na mamlaka ya Tanzania wala ya Namibia. Mtazamo wa kisiasa na diplomasia sasa ukoje katika mazungumzo hayo? Akizungumzia swala hilo, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, alioji kwamba inawezekanaje kuchukua jaji kutoka Uganda, nchi yenye mfumo wa mahakama wenye changamoto. Yaani jaji achukuliwe Uganda, maana yake wanataka kutengeneza ushawishi katika jumuiya za kimataifa kwamba tumeshaanza kujichunguza na tumehusisha watu wa kimataifa. Watu wa kimataifa ni hawa wa Uganda, alioji bwana John Heche katika mkutano wa hadhara uliofanyika mnamo Agosti 7 mwaka 2026 akiwa Rorya mkoani Mara. Mbali na mtazamo huo, wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanaona kwamba uteuzi uliofanyika unaweza kutafsiriwa kwa njia mbili tofauti kulingana na mtazamo wa wahusika wa kisiasa na kisheria.
Mchambuzi wa masuala ya utawala na diplomasia Dr. Dennis Kibona amesema kwamba ushiriki wa wataalamu wa nje mara nyingi hulenga kuongeza uaminifu wa umma na jumuiya ya kimataifa. Amesema kwamba pale ambapo swala linalochunguzwa lina mvuto mkubwa wa kisiasa, kuwepo kwa mtaalamu kutoka nje kunasaidia kuondoa hisia za upendeleo kutoka kwa pande zilizohusika. Mataifa mengi duniani yamewahi kutumia wataalamu wa kigeni katika tume au uchunguzi maalum ili kuweza kuongeza uwazi na kukubalika kwa matokeo yake. Hata hivyo, alisema kwamba tatizo ni nchi ambazo majaji hao wanatoka, kwani hazitajwi katika historia ya kuwa na mifumo imara ya mahakama zake. Ndio maana ukosoaji unaibuka. Kwa mtazamo mwingine, mwanazuoni na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Baraka Mfinanga amesema kwamba hatua hiyo pia inaweza kuzua mjadala kuhusu mipaka ya ushiriki wa majaji katika masuala yenye sura ya kisiasa. Amesema kwamba hoja kuu inayojitokeza si uwezo wa Damasebu na wenzake, bali namna ambavyo ushiriki wao unaweza kutafsiriwa na umma wa Namibia na Uganda. Taasisi za mahakama. Taasisi za mahakama zinalalamika kuweza kulinda taswira ya kutokuwa na upendeleo hata katika mazingira ambayo hakuna ukiukwaji wa sheria uliofanyika. Hata hivyo, mjadala huo si wa kwanza kutokea katika bara la Afrika kuhusu ushiriki wa wataalamu wa kigeni katika tume za uchunguzi au maridhiano ya kitaifa. Baada ya vurugu za uchaguzi wa mwaka 2007 nchini Kenya, ilianzishwa tume ya haki kuweza kuchunguza chanzo cha ghasia zilizosababisha vifo na majeruhi wengi. Ripoti ya tume hiyo ilitumika kama msingi wa mageuzi mbalimbali ya kisiasa, kisheria na kiusalama yaliyofanyika nchini humo katika miaka iliyofuata. Nchini Afrika Kusini, tume ya ukweli na maridhiano iliweza kutumika kama chombo muhimu cha kuweza kushughulikia athari za ubaguzi wa rangi baada ya kumalizika kwa utawala wa kibaguzi wa makaburu. Ingawa mazingira ya Tanzania ni tofauti, mifano hiyo inayoonyesha umuhimu wa tume za uchunguzi katika kuweza kujenga uelewa wa pamoja kuhusu matukio yenye athari kwa taifa. Hatua zipi zilizofuatwa? Baada ya vurugu na mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025, serikali ya Tanzania iliunda tume ya uchunguzi ya Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande Novemba 20 mwaka 2025 kuweza kuchunguza chanzo na mazingira ya matukio hayo. Tume ilipewa siku 90, baadaye ikaongezewa siku 42 na hatimaye ikakamilisha kazi kwa siku 153. Mnamo Aprili 23 mwaka 2026, Jaji Chande aliwasilisha ripoti kwa Rais Samia Suluhu Hassan, miongoni mwa pendekezo ikiwa ni uchunguzi wa kijinai. Serikali ifuate pendekezo hili la kuweza kuunda tume ya uchunguzi wa kijinai iliyoongozwa na Jaji Shabani Lila. Uundaji wa tume hiyo ulizua mvutano na shauri mahakamani kuhusu uhalali wake, huku Mahakama Kuu baadaye ikihalalisha uundaji wake. Ndipo Rais Samia Suluhu Hassan akaongeza majaji wawili kutoka nje ya nchi ambapo hakuwa amewateua awali. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, na hapa ndipo tunapotamatisha taarifa hii. Kikubwa sasa, endelea kubaki nasi uende kutuambia ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.